kubwa sana nimuombe kiongozi wetu wa mkoa wa Dar es Salaam katika upande wa kiroho fadilati Sheikh al-Alim Walid ibn Sheikh al-Hadi Umar, kaimu Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, aje azungumze nasi. Sheikh Walid, karibu kwa heshima na taadhima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qail inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Wa sallallahu wa sallam ala habibihi sayyidina Muhammad sayyidil qail man ruziqa al-Qur'an ruziqa al-hiyah. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdari al-azim. Amma ba'd. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, mzee wetu, kipenzi chetu, al-Mujahid Al-Haj Abdurrahman Kinana, makamu mwenyekiti CCM Taifa. Mheshimiwa mlezi wa Ashabul Kahfi, kakaangu Daktari Suleiman Said Jafo, waziri wa nchi lakini pia waziri wa mazingira, kama nimepatia sawa sawa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ilala, mwenye wilaya yake, ndugu yangu kipenzi changu Edward Mpogolo, kakangu Sheikh Uthman Kaporo, mkurugenzi wa tuzo za kimataifa za Qur'ani, Mheshimiwa Sheikh Adam Mwenye Pingu, Sheikh wa wilaya ya Ilala, Mheshimiwa mbunge mstaafu lakini mneki kakangu Al-Akhi Hamud Juma, Mheshimiwa Al-Ustadh Al-Kabir Harun Base, mwenyekiti wa Ashabul Kahfi, ndugu yangu Sheikh Al-Hadi Musa Salum, mwenyekiti wa kamati ya maridhiano, Mheshimiwa dadangu Bi Mariam Mtambo, mwenyekiti wa jumuiya ya kina mama Dar es Salaam, na wote bila kusahau majaji wangu watukufu, wapenzi na watu wa Qur'ani, asatidha, wanafunzi, watu wa habari, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa heshima kubwa, Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue nafasi hii kwa dakika chache kwanza kukupongeza wewe binafsi kwa kujitoa kwa nafsi yako ambayo inaonekana imechanganyika na mapenzi makubwa, kwanza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pili kwa dini yako, pamoja na majukumu yako mengi uliokuwa nayo, hususan katika wakati wetu huu wa mambo mengi, lakini hukuacha kuwa ni mwenye kujitoa kutukimbilia katika mambo ya kheri kama haya. Hii ikiwa inatufundisha kitu, inatufundisha namna gani unatukusanya, unatukumbatia, lakini unatutanguliza katika sehemu ya maisha yako. Mwenyezi Mungu akujaze kila la kheri. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue nafasi hii kumpongeza sana kakaangu Sheikh Suleiman, namwita ustadhi wa ukae, kwa nafasi ya kipekee ya kuwa mlezi wa mashindano ya Qur'ani kwa ndugu zetu hawa Ashabul Kahfi. Imezoeleka sana watu wenye nafasi kubwa kama hizi kuwa ni walezi wa vyombo vingine vya sanaa kadha wa kadha, lakini ni uchache sana kuona wakijitoa na kukubali nafasi kama hiyo. Mimi pamoja na uwaziri wangu, lakini ni mlezi wa Qur'ani. Pia ni kuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akutengezee mambo yako. Pale kwenye uzito Mwenyezi Mungu apafanye pepesi sana.
lakini sote pamoja nawe tuwe nyuma ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pia mheshimiwa mgeni rasmi, niwapongeze sana ndugu zangu wa ashabul kahfi, walil asma'i athar. Sisi tunaambiwa majina haya yanakuwa na athari kubwa sana. Tukio adhimu lilokuwa katika Qur'ani linalohusisha watu wa kahfi, mwisho wake ni kuonyesha namna gani wamefanikiwa, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema hao ni vijana waliojitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akawaongoza. Basi niwaombee ndugu zangu wa ashabul kahfi hawa wa Tanzania chini ya kiongozi wao Ustadh Harun, kipenzi changu, Mwenyezi Mungu atuongoze sote kwa pamoja. Nikiendelea na pongezi, mheshimiwa mgeni rasmi, itakuwa sio vyema kutowapongeza wafadhili wa mambo haya. Mimi siwaiti wadhamini, na waita wafadhili, kwa sababu ni mtu wa Kiswahili kidogo, kwa kujitoa kwa hali na mali kuyaendeleza mambo haya, kwa sababu hakuna kitu kinachokwenda pasi na msukumo wa kiuchumi chochote kile. Hata hiyo dini yenyewe kusimama kwake pasi na fedha haiwezi kwenda. Mwenyezi Mungu anasema wazi kabisa, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi. Kisha akafunga mlango akasema watujahiduna fi sabilillahi biamwalikum, kwa idhafa biamwalikum, hakutafuta maneno mengine, ikasema maneno ya wazi kabisa. Watu wa lugha wakina Sheikh kakaangu kina Sheikh Ndauga wanayajua haya, kwamba lazima dini hii iende biamwalikum, kwa mali zenu nyinyi wenyewe. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri wafadhili wote wanaosimamia mambo haya, bila kuwasahau kuwapongeza mheshimiwa mgeni rasmi wazazi wa vijana hawa ambao leo tumewashuhudia hapa wakipambana katika mtanange huu wa kuhifadhi kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, kwa sababu wazazi hao wamefanya kila alichokisema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ma nahala walidun waladahu nuhlatan afdal min khuluqin hasan. Mzazi hakumpa zawadi mtoto wake zawadi iliyokuwa bora zaidi duniani kuliko malezi mema. Haya maneno anayasema mtu ambaye kwamba la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kwa hiyo niwapongeze sana hawa. Mwisho kabisa katika pongezi hizi nimpongeze kwa namna kipekee ndugu yangu, rafiki yangu sana, mheshimiwa mkuu wa wilaya hii Bwana Mpogolo. Hii peke yake ndani ya wiki moja nimekutana naye katika matukio kama haya. Leo hii ni mara ya 3 mfululizo, kwamba kila kitu sana piga hesabu kazi zake za kiserikali anafanya saa ngapi, anajitoa haya. Inshallah na koti hilo lilopendeza na kofia, naomba usilivue moja kwa moja tukuvishe hapa. Niseme chochote ili shughuli iendelee, nisimalize muda mrefu katika pongezi. Nimevutiwa na jambo, limekuwa jambo, Qur'ani ni mkombozi wa malezi. Nimevutiwa na kauli mbiu hii. Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri walioikhitari katika hali kama hii. Jambo limekuwa jambo, Qur'ani ni mkombozi wa malezi. Hakikatan jambo limekuwa jambo. Hakikatan Qur'ani ni mkombozi wa malezi. Ilikuwa neno hili liandikwe wiki nzima huko, katika magari, katika mahoteli, katika majumba yetu, katika makoti na kanzu zetu, lakini litengenezewe jingo maalum katika vyombo vyetu vya habari. Jambo limekuwa jambo, Qur'ani ni mkombozi wa malezi. Hadhirin, mheshimiwa mgeni rasmi, Qur'ani ndiyo mkombozi wa malezi. Mmoja katika watu aliwahi kusikika akisema, kunna ru'ata ghanamin fajaana alqur'anu faasbahna ru'ata umamin thumma tarakna hadha alqur'an faasbahna ghanaman tar'ana alumam. Tulikuwa zamani
ni wachunga mbuzi tu, kazi zetu zilikuwa ni hizo, anasema huyu bwana. Tukiwa watu wa chini kabisa, masaa 24 yanatumalizikia katika mbuga tukihangaishwa na mifugo yetu. Lakini kupitia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuletea Qur'ani, tukaishika Qur'ani, tukaipokea Qur'ani, tukaihamisha katika maisha yetu ya kila siku. Basi kwa msaada wa Qur'ani biidhnillah, fa asbahna, tukawa sisi sasa ni wachunga watu badala ya kuchunga mbuzi. Tukaachana na kuchunga mbuzi, ikawa tunawachunga watu. Umma wote ukawa chini ya Qur'an, na watu wa tarikhi na historia wanalijua hilo. Uislamu ulioshika Qur'ani wakati ule ndio ilikuwa wenye nafasi katika kila kitu. Anasema ma'al asafi shadid, kwa masikitiko makubwa kabisa, fatarakna hadha alquran, tukaiacha hii Qur'ani, tukageuka sasa sisi ndio mbuzi tunaochungwa na watu. Kitu kidogo tu tumeiacha Qur'ani, na sana sana imebaki Qur'ani katika masala ya kuiswalishia, kuzingua, na ikisogea kidogo kuihifadhi, lakini sio kuhamisha katika maisha yetu ya kila siku katika sekta zote za maisha yanayotuzunguka. Tukaliacha hilo jambo, basi sisi tukawa nafasi ya wale mbuzi tuliokuwa tukiwachunga zamani, na wachungaji wakawa wale watu ambao sisi tuliwahi kuwachunga baada ya kuwa sisi tumeishika Qur'an. Hili jambo ni jambo linatakiwa lisemwe sana, lifanyiwe kazi, kama nilivyomsikia kakaangu hapa Sheikh Uthman akizungumza. Sasa tugeukie zaidi kuhakikisha Qur'ani hii inaingia katika nyoyo za hawa waliohifadhi, katika maana ya kuitumia upande wa malezi. Nikupe kisa kidogo tu cha watu ambao wameelewa miongozo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao kabla ya Qur'ani wao walikuwa na vitabu vyao, kuonyesha kwamba Qur'ani inakuja kufanya kazi ile ile ya uelekezaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Itizame historia ya familia bora kuliko zote duniani, familia ya Nabiullah Ibrahim, ambaye yeye ni mtume, akapata bahati katika watoto wake wawili ni mitume, Ismail, Ishaq, lakini mkewe akawa na nafasi kubwa. Imeeleza vitabu takribani vyote. Tunaiita familia bora kwa sababu baba ndio asili ya mambo mengi, ikiwemo hata ile hija tunayokwenda kule. Mtoto wake na mkewe ni asili ya mambo mengi ya haji, hata Swafa na Marwa. Hii inaitwa familia bora. Imezungumzia masala ya ulezi, kiasi ambako siku moja mzee huyu ameamka asubuhi, anamuita mwanawe alompata uzeeni akiwa na umri wa miaka 86 takriban. Ibrahimu alichelewa kuzaa. Ndani ya miaka 86 Mwenyezi Mungu akamjalia kijitoto hiki, akakipata baada ya kuwa kakilea kwa malezi mazuri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa namna Mwenyezi Mungu anavyotaka, na sasa akafikia wakati wa kumtegemea. Tunajulikana kwamba sisi wote tunaopata watoto tunawasomesha, tunawalea ili siku moja watusaidie. Qur'ani inasema alipofikia wakati huo, falamma balagha mahu sa'ya, alipofikia kipindi cha kutegemewa yule mtoto, alimwambia ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk, mwanangu mimi nimeota na naendelea kuota kama na kuchinja, fanzur madha tara. Anampa uhuru, tizama unasemaje kuhusiana na ndoto yangu hii. Mtoto huyu kwa sababu ya malezi mema, malezi ya kimungu subhanahu wa ta'ala, pamoja na uhuru, maana imetumika kilima fanzur, fikiria, tizama, tafiti, unaonaje katika ndoto zangu za kizeezee. Akamwambia hapana, ya abati fa'al ma tu'mar, babangu fanya ulioamrishwa. Kwa sababu ya malezi na namna ninavyokujua, hiyo sio fikra zako, hiyo ni amri min Allah. Mwenyezi Mungu amekuamrisha jambo hili, fanya ulioamrishwa, fatajiduni minas sabirin, utanikuta mimi nasubiri. Kitendo hiki sio kidogo, kwamba mimi sasa hivi nimchukue mwanangu yule Alhadi Walidi Kawambwa nimwambie mzee nimeota mimi leo na kuvunja kidogo, sio na kuchinja alafu akubali, haiwezekani. Lakini tukirudi katika malezi ya sawa sawa kama hayo yanayofanywa kupitia Qur'ani hii, tutawapata watoto kwanza wanamjua Mwenyezi Mungu,
if'al ma tu'mar, lakini pili wanatujua sisi, na tatu watawajua wazee. Qur'ani ndiyo mkombozi wa malezi, na hata inafunguka Qur'ani, neno la kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaianzisha Qur'ani anasema alhamdulillahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu alikuwa anaweza kumodify Allah kwa majina mengi katika majina yake 99, lakini ameacha majina yote 99, ametumia Rabbu ambayo amelikariri katika Qur'ani takriban mara 978. Lakini Rabbil Alamin ukipiga hesabu hata zile za abjadi za kiganga wenyewe wanakuambia unaipata imekuja kwa mara 114 kwa idadi ya sura nzima ya Qur'ani, sura za Qur'ani. Kachukua hesabu zako za abjad, piga hesabu ya alhamdulillah neno Rabbil Alamin, utakuta linaanguka mara 114. 114 ndio idadi ya sura hizi ambazo watoto walikuwa wanashindania hapa, kuonyesha kweli Qur'ani ndio mkombozi wa malezi. Kila sura inaelezea kulea. Mwenyezi Mungu atujaze kila la kheri. Mwenyezi Mungu ajalie juhudi hizi ni zenye kutunufaisha hapa duniani, lakini zinamridhisha yeye, lakini iwe ni sababu ya sisi kufuza duniani, lakini pia kupokelewa hali ya kuwa nyoyo zetu zenye kusalimika nyuma ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma alaina illa albalagh mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wal afwa minkum. Jazakumullah khair fadilati Sheikh Walid ibn Sheikh Al-Hadi, kaimu Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa maneno haya mazito ndani yake ukionyesha umahiri na umwamba ulionao katika kuifahamu Qur'an nje ndani.